Baraza la Ardhi na Nyumba wilaya ya Mbeya limesitisha kwa muda usiojulikana usikilizaji wa shauri la maombi madogo namba 12/2026 kati ya Fidelis Alphonse Ntanyinya na Frank Nicholas Chawe, huku likitoa amri ya muda ya kuzuia matumizi ya eneo linalobishaniwa hadi Mahakama Kuu itakapotoa uamuzi wa maombi ya mapitio yaliyowasilishwa. Akisoma uamuzi huo mbele ya baraza la mwenyekiti wa baraza Thomas Munzerere amesema upande wa mjibu maombi uliowakilishwa na wakili Barnabas Pomboma umeshindwa kuendelea na usikilizaji wa shauri la msingi kwa mara ya 3 mfululizo. Amesema sababu iliyotolewa ni kwamba tayari wamewasilisha maombi ya mapitio katika Mahakama Kuu kuhusu maamuzi ya awali yaliyotolewa katika shauri hilo. Kutokana na hali hiyo, baraza limeamua kuahirisha usikilizaji wa shauri hilo hadi Mahakama Kuu itakapotoa uamuzi kuhusu maombi hayo ya mapitio. Wakati huo baraza limetoa amri ya muda ya kulinda eneo linalobishaniwa kwa kuzuia mjibu maombi au mtu yeyote anayehusiana naye kuingia, kutumia au kuuza eneo hilo hadi shauri la msingi litakapomalizika. Aidha, mleta maombi ameruhusiwa kuingia katika eneo hilo na kuweka walinzi kwa ajili ya kulinda mali zilizopo. Baraza pia limeagiza kampuni ya Highland Action Mart ambayo ni dalali wa mahakama kutekeleza amri hiyo, huku mkuu wa polisi wa wilaya ya kipolisi Mbalizi akitakiwa kusimamia utekelezaji kwa kutoa ulinzi wa askari. Taarifa ya utekelezaji imeagizwa kuwasilishwa Julai 22 mwaka 2026. Kwa upande wake, mleta maombi Fidelis Alphonse Ntanyinya amesema ameupokea uamuzi wa baraza kwa matumaini kuwa haki itatendeka mara baada ya Mahakama Kuu kukamilisha mchakato wa mapitio. Naye wakili wa Fidelis Ntanyinya ameeleza juu ya shauri hilo nje ya mahakama. Inadaiwa kuwa mgogoro huo ulitokana na madai kwamba Frank Nicholas Chawe alishindwa kurejesha mkopo aliokuwa anadaiwa na Benki ya Taifa ya Biashara NBC. Kufuatia kushindwa kulipa deni hilo, benki iliuza mali husika kwa mnada wa hadhara, ambapo Fidelis Alphonse Ntanyinya ndiye aliyeshinda mnada huo na baadaye kumiliki eneo hilo, jambo lililozaa mgogoro unaoendelea kusikilizwa. Fidel Ntanyinya ni mmiliki wa vituo vya Ntanyinya Petrol Station. Mimi nilinunua kituo kutoka mnada wa benki ya NBC mnamo mwaka jana tarehe 2 mwezi wa 12. Nikafanikiwa kukinunua hicho kituo kutokana na mnada ulivyokuwa unaendeshwa, na nikawa mshindi na nikashinda, nikaweza kufanikiwa kulipa fedha zote siku nilizoambiwa. Siku hiyo hiyo niliweza kulipa robo 3, na siku 2 zilizofuata niliweza kumalizia kila kitu ambacho kilikuwa kinatakiwa. Lakini nacho shukuru kwamba baada ya hapo nilipata vithibitisho vyote kutoka kwa dalali, nikapata vithibitisho kutoka benki, wakanikabidhi hati na wakaitwa benki, wakafafanua vizuri kwamba huyu bwana sisi tulishamuuzia, huyu ndio mmiliki halali wa lile eneo. Kwa hiyo kimsingi kwenye swala la benki mimi sina ugomvi na benki kabisa. Yeye nina ugomvi naye kwa mtu niliyemkuta kwenye miliki yangu, ndio ugomvi mkubwa nilionao mimi. Nashukuru baraza juzi jana tarehe 15 limetoa zuio maombi madogo, lakini kesi ya msingi inaendelea. Maombi madogo yamenipa nguvu, yamenipa mamlaka sasa kwenda kulitumia eneo langu kumuondoa yule bwana aliyeko pale mvamizi na kunipa mimi niendelee na eneo langu. Kwa hiyo ninaomba vyombo vya ulinzi na usalama viweze kunisaidia kuingia kwenye eneo langu, niendelee kulitumia ili niendelee kufanya kazi na kuajiri watu na kuendelea na majukumu mengine, wakati yeye Oliver na NBC wakiendelea kupambana kwa ajili ya kuhakikisha waliuzaje. Sasa kama waliuzaje, tafsiri hiyo haitoi mahakamani, wanatoa kwake yeye, wanamueleza. Naye wakili wa Fidelis ameeleza juu ya shauri hilo nje ya mahakama. Sasa huyu mtu ana hati, wewe una hati, unaniambia unalinda. Kati ya mwenye hati na ambaye ana hati, yupi ambaye anatakiwa kulinda mali? Ni yule mwenye hati, kwa sababu leo hii ofisi ya msajili
itambana kodi, itambana matumizi ya ardhi yule mmiliki ambaye anasomeka Fidel Alphonce Ntanyinya. Sasa we mwingine utakuwa ni kivuli, lakini kisheria hana haki yoyote pa. Tunajua maamuzi ya mahakama ni ya mwisho. Chombo cha mwisho cha kutoa haki katika kutangaza haki kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 107 herufi kubwa A kinasema chombo cha mwisho katika maamuzi ya haki ni mahakama. Sio kauli ya DC, sio kauli ya RC, wala haijasema kauli ya rais, imesema mahakama. Rais ana sehemu zake ambazo ni administrative remedies. Kuna matamko ya rais yanakuwa ni sheria, lakini chombo cha mwisho kutamka ni mahakama. Sasa leo hii mahakama imetamka, hata jamii iwe na uelewa tu kwamba tunavyozungumza leo kile kituo ni cha Fidel, na pamoja na hivyo amri imeshamtaka yule ambaye yuko ndani, yule ambaye anaonekana anang'ang'ania huyu mvamizi aondolewe na huyu mmiliki aingie. Hiyo ndo status quo, ndo hali ya eneo inavyopaswa kuwa, na madalali wameshateuliwa na mahakama. Muda wowote kuanzia muda huu wataenda kufanya hiyo kazi. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.